Hujambo popote pale ulipo mtazamaji wangu, karibu tena kwa mara nyingine ndani ya mazungumzo au makala yetu ya siku ya leo. Tunapozidi kuzungumza sasa hivi, mtazamaji wangu, ni kwamba Rais William Samoei Ruto, kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga wako katika kaunti ya Homa Bay County, wakiwa wameweza kukaribishwa na gavana wa kule, na mzungumzia Gladys Wanga, ili kwamba kuweza kuendelea na shughuli za uzinduzi wa miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu kule upande wa Homa Bay au Nyanza region. Hii imeweza kutokea siku chache baada ya kuweza kutangazwa kwamba upande wa Nyanza ndio ambao utakuwa kuweza kuzidi kushiriki au kuweza kubeba ile ambayo itakuwa ni sherehe ya madaraka ambayo mtazamaji wangu inafaa kuweza kufanyika mwaka huu ambao tuko, mtazamaji wangu. Na hivyo basi jambo hili limekuwa likiweza kuzidi kugonga vichwa vya habari, huku upande mwingine hawa ambao ni Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka wakiweza kutoa onyo kali sana. Maana Rigathi Gachagua, ujumbe ambao umekuwa kiweza kuzidi kuenea sana katika mtandao wa kijamii, umekuwa kiweza kusema kwamba atakuwa kiweza kukamatwa weekend hii ambayo inakuja, mtazamaji wangu, jambo ambalo tayari limeshaweza kuwekwa udhibitisho na tayari ushahidi wa kutosha uko kwamba Rigathi Gachagua anafaa kuweza kukamatwa weekend hii ambayo inaanza siku ya kesho, Jumamosi au Jumapili, mtazamaji wangu. Kabla sijaweza kukuelezea, ningependa sana kwa moyo mnyenyekevu, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kujiunga nasi, tafadhali like video hii. Asante sana iwapo mweza kufanya hivyo. Cha pili, bonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja popote pale ulipo, jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii, kabla tujaweza kuingia au kuanza mazungumzo makala yetu ya siku ya leo, mtazamaji wangu. Asante sana kuweza kujiunga nasi, karibu ili kwamba tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. Now, mtazamaji wangu, hali sio hali tunavyozidi kuzungumza sasa hivi. Rais William Samoei Ruto yuko upande wa Nyanza, ameshirikiana na kiongozi wa upinzani na mzungumzia Raila Amolo Odinga, ili kwamba kuweza kuendeleza ile ambayo ni miradi na ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Lakini kiupande mwingine tumeweza kuona kwamba Rigathi Gachagua na kikosi chake kizima wameweza kutoa onyo kali kabisa, mtazamaji wangu, kwamba iwapo ataweza kukamatwa Rigathi Gachagua, basi hakutaweza kukalika. Wataweza kuitisha maandamano Mlima Kenya, upande wote hapa katika taifa la Kenya, na watu ambao wataweza kujitokeza watakuwa wengi zaidi jinsi na ambavyo tulikuwa tukiweza kuzidi kutarajia, ili kwamba waweze kupinga ile na ambayo, msamaji wangu, ni kuweza kushikwa kwake Rigathi Gachagua. Now, there is something here that I need you to understand, because Rigathi Gachagua inasemekana kwamba aliweza kutoa matamshi ambayo ni mazito, matamshi ambayo aliweza kuja kumfanya kuweza kumweka mala pabaya, mtazamaji wangu, ambapo sasa hivi anazidi kuwindwa huku na kule, ili kwamba aweze kukamatwa, aweze kujibu mashtaka ni kwa nini aliweza kuzungumza kile ambacho aliweza kuzungumza. Now, here is what I'm trying to say. Iwapo Rigathi Gachagua ataweza kukamatwa, mtazamaji wangu, kuna kitu ambacho kinaweza kuja kutendeka, because we have seen the crowd that Rigathi Gachagua has been pulling out recently. Amekuwa kiweza kuzidi kuonekana katika mkutano wowote, watu ambao anazidi kuonekana nao au wale watu ambao wanazidi kuweka pale ni wengi kupita kiasi. Na mtazamaji wangu, jambo hili limeweza kukuwa ni jambo mojawapo ya yale mambo ambayo amekuwa kiweza kuzidi kuipa serikali hii ambayo iko madarakani, mtazamaji wangu, wakati mgumu. Manake hata sasa hivi Rais William Samoei Ruto akiweza kwenda peke yake mahala pa Mlima Kenya, tutaweza kuona kwamba ataweza kupigiwa kelele na kuweza kuambiwa kwamba hawamtaki. Because of what? Wale watu kutoka Mlima Kenya, they believe and they know that huyu ambaye ni Rais William Samoei Ruto aliweza kukuwa ni mtu ambaye aliweza kuwadanganya au kuweza kufanya kitu ambacho hawakuwa wameweza kutarajia kwamba ataweza kuja kuwatendea. So sasa hivi tunavyozidi kuzungumza, Rais William Samoei Ruto yuko upande wa Nyanza, ambapo huko upande wa Nyanza ameweza kuelekea huko ili kwamba aweze kupata that crowd, aweze kupata ile ambayo ni uungwaji mkono kutoka upande wa Nyanza, na ameweza kwenda na Raila Amolo Odinga, because he believes that where there is only hope or where he can only get votes ni upande wa Nyanza. Remember 2022 upande wa Nyanza iliweza kumpatia Rais William Samoei kura, lakini hata haikuweza kufika 1%, not even 1%, 0.5 haikuweza kufika hapo. Nyanza waliweza kuturn in small numbers, na Rais William Samoei Ruto kura ambazo aliweza kupata huko hazikuweza kupita 3,000, the whole of Nyanza. Na mtazamaji wangu, hii ilikuwa ni mojawapo ya communication ya kuweza kuashiria na kuonyesha kwamba Raila Amolo Odinga ndiye ambaye ni kiongozi wa kule, Raila Amolo Odinga ndiye ambaye kusema kule. So sasa hivi
Rais William Samoei Ruto ameweza kwenda na nani? Na Raila Amolo Odinga. And you know, Raila Amolo Odinga has been silent kwa muda ambao tumekuwa tukiweza kuzidi kuona yuko ndani ya serikali, manake sasa hivi hazungumzi lolote. Sasa hivi kila ambacho anazidi kuonekana tu akiweza kukifanya ni kuweza kukutana na viongozi aina mbalimbali ambao wanazidi kupatana na yeye aweze kufanya mazungumzo nao, lakini there is nothing else more that we have seen that imeweza kuja kutokea na kutendeka au kuweza kufanyika wakati ambapo Raila Amolo Odinga amekuwa ndani ya serikali, mtazamaji wangu, japokuwa amekuwa ni kiongozi ambaye amekuwa akiweza kutaja na kusema kwamba he is not in government, but the truth of the matter is Raila Amolo Odinga is in government. Now, you know what is about to happen, it will shock the whole world. What is about to happen, it will shock the whole country. Why am I saying that? Because Raila Amolo Odinga he is from Nyanza. Na mtazamaji wangu, sasa hivi tunavyozidi kuzungumza, the only hope for President William Samoei Ruto is Nyanza. When I mention Nyanza, I include Migori, Kisumu County, Homa Bay, Siaya na maeneo mengine. Huku ndiko na ambapo ni ngome yake kiongozi wa upinzani na mzungumzia Raila Amolo Odinga. So you can imagine iwapo itaweza kuja kutokea kwamba mtazamaji wangu, huyu ambaye ni Rais William Samoei Ruto ameweza kurukwa na Raila Amolo Odinga. Zile nyimbo ambazo tumekuwa tukiweza kuzitazama, kuziona, zikiweza kusema kwamba one time they will come to be a reality. They will come to be a reality. And the reason why I'm saying that it will come to be a reality, that is when Raila Amolo Odinga will dump President William Samoei Ruto. And there is a clear indication that Raila Amolo Odinga is about to step out. And when Raila Amolo Odinga steps out, it will be the end of President William Samoei Ruto. The reason why I'm saying that Raila Amolo Odinga will step out is because he has announced it not once, not twice, even not 3 times. He has announced it several times. Na mtazamaji wangu, I'm sure that you have seen that. Aliweza kuannounce akiwa upande wa kula ambako mtazamaji wangu ni Mombasa, akaweza kuannounce wakati ambapo alikuwa upande wa Homa Bay, na ila ya Homa Bay aliyeweza kutangaza si mwingine bali ni huyu ambaye msemaji wangu ni Edwin Sifuna. Na pia Edwin Sifuna aliweza kutangaza akiwa moja kwa moja katika mojawapo ya runinga ambazo ni za hapa nchini Kenya. Anazungumzia runinga nambari 1 ya Mwananchi, ambayo kwa lugha ya Kiingereza nitasema kwamba lugha ya Kiingereza Citizen TV. So msemaji wangu alikuwa pale na akaweza kutangaza na kusema kwamba Raila Amolo Odinga will be in the ballot coming 2027. And also Raila Amolo Odinga said this while he was in Mombasa, that he will be in the ballot, that ODM will be in the ballot coming 2027. So hapa kuna uwezekano msemaji wangu Rais William Samoei Ruto akaweza kubaki akiwa peke yake msemaji wangu. Ila before I finish, msemaji wangu, do you think kwamba Raila Amolo Odinga ataweza kuja kumruka Rais William Samoei Ruto kama vile ambavyo tumekuwa tukiweza kuzidi kutazama? Hilo nipe maoni yako kwenye comment section. Na pia tena msemaji wangu, swali la pili ambalo hapa ningependa tuweze kuambizana ukweli. Do you think kwamba iwapo Rigathi Gachagua ataweza kukamatwa itaweza kusimamisha taifa la Kenya? Because we all understand and we all know kwamba wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa ndani ya serikali hakukuwa na ile umaarufu ambayo kwa sasa yuko nayo. So what if aweze kukamatwa na hii umaarufu au hii ambayo msemaji wangu ni crowd ambaye amekuwa akiweza kuzidi kuipula, au hawa watu ambao wamekuwa akiweza kuzidi kuonekana katika mikutano yake wamekuwa kiweza kuzidi kuashiria na kuonyesha kwamba wanamkubali. Je, unadhani kwamba atakapoweza kuja kushikwa watu hawa wataweza kunyamaza na waweze kukosa la kufanya na kutenda? Nipe maoni yako kwenye comment section, manake msemaji wangu hapa nitakuwa nikiweza kuzidi kuhakikisha tu kwamba tu na kufahamisha na kuletea na kuelimisha mengi zaidi ambayo atakuwa kiweza kuzidi kutokea na kutendeka ndani ya taifa letu tunalolienzi, taifa pendwa, taifa tukufu la Kenya. Msemaji wangu, kabla hujaweza kuondoka, hakikisha kwamba tu una like video hii. Cha pili na cha muhimu zaidi ambacho pia msemaji wangu ningependa uweze kuhakikisha kama unakifanya ni unanibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe iliyoko chini ya video hii. That was it for now. Hakikisha kama tu unajiunga nasi kwa kuweza kulike video hii na kunibonyezea alama nyekundu ile kwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye and I will see you guys in our next video.